بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ama baad, tukiendelea habari ya Nabii Suleiman katika watu waliomiliki ardhi yote hii. Nabii Suleiman alayhi salam ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa hikma kubwa sana na nguvu, kama tulivyosema, na jeshi kubwa na ujuzi mkubwa, bali na teknoloji ya hali ya juu kabisa. Na baada ya kuwarejesha ujumbe wa Bilqis na mali zao walizoleta na madhahabu yao na mirungura aliyomkusudia apewe Nabii Suleiman, akionyesha tamaa za kidunia na yeye mwanamke mwenye nguvu, kwa hikma kubwa, nasema tutamjua ukweli wake na uongo wake Suleiman. Lakini alipoambiwa irji ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adhillah. Irji ilayhim, warejeshe mali yao, mrejeshe bibi wa mali yake, bali mjue kwamba tutakujieni na majeshi, hamwezi kukabiliana nalo, na tutakutoeni mkiwa ni wadhalilifu kabisa. Taban bibi Bilqis aliposikia maneno haya na kaona kwamba madhahabu yote kwa utajiri wake bibi Bilqis, Suleiman amedharau, akaambia atumiduna ni bimali, mnanionyesha mali yenu, mnanipa mimi na alinipa Mwenyezi Mungu bora kuliko mlikuwa na nyinyi. Yani nyinyi mnafurahi sana kwa mmeletea mali, mmeletea madhahabu haya na almasi na majauhar, bal antum bihadiyakum tafrahun, bihadiyatikum tafrahun. Kwa zawadi zenu mnaniletea, mirungura yenu, mnaona mnafurahi sana. La, rudi. Kwa hivyo bibi kwa akili kubwa sana akasema lazima niende kwa Suleiman atengeneze watu ili aende nao kutaka ku'tadhir kwa kule kumdhalilisha Suleiman kwa kumpelekea mvula. Kwa hivyo bibi lazima aende na watu wake. Hapa Suleiman anataka kumuonesha utukufu wa Uislamu, teknolojia aliyokuwa nayo. Anataka kumfanya huyu bibi ashangae wakati atapokuja kwa kukutana naye yeye pamoja na ujumbe wake. Nabii Suleiman anaambia watu wake, anataka kuonesha nguvu zake na uwezo wake mkubwa. Kitu kimoja cha kwanza muhimu, anaambia watu walio karibu, kamati yake kuu, ambayo kwa Kiarabu wanasema al-mala. Katika Qur'an tunasoma sana al-mala. Qala ya ayuha al-mala ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Enyi watu waliokuwa karibu na nyinyi, nami nani katika nyinyi anaweza kuniletea kiti chake cha ufalme kabla hawajanijia hapa wakiwa wamesalimu amri? Nataka kiti chake cha ufalme kabla hawajanifikia hapa, niwaoneshe namna gani maendeleo yetu tukufikia. Kwa hivyo alipoambia nani ataniletea, akasema ifritu min aljin. Kasema qala ifritu min aljin, huyo ifrit katika majini. Qala ifritu min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, mimi nitakuletea kiti chake kabla hujainuka katika kikao chako hichi. Na inajulikana kwamba masaa mangapi alikuwa kikaa, asubuhi mpaka kifika dhuhuri, kikao chake kinamalizika. Kabla hujamaliza kikao chako hapa, kiti kitakuwa kiko mbele yako. Sayyidina Suleiman alikuwa anaona, la, mimi na teknolojia kubwa zaidi kuliko hii, afdhalu min hadha, na sisi tuna nguvu zaidi kuliko hivi. Akauliza tena kwa wengine, anionyesheni nani alikuwa hodari zaidi kuliko huyu. Huyu anasema ataniletea kiti changu kabla sijamaliza kikao changu, baada masaa 2, 3, 4. Lakini sasa mwingine ambaye Mwenyezi Mungu amenukulu katika surati Naml aya 40,
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. mimi yule mwenye ilmu ya kitabu, kama inavyosemekana kwa mwenye kujua ismullah al-azam. Riwayati zimekuja nyingi. Nani huyu? Amesema mimi nitakuletea kiti hichi kabla an yartadda ilayka tarfuk, kabla hata hujafumba na kufumbua, kwa muda wa kupepesa jicho tu. Kabla an yartadda ilayka tarfuk taghmud aynaka wa taftaha, unafumba jicho na kufumbua, kiti kiko mbele yako, kitakuwa kimeshafika. Hii teknolojia ya usafiri mkubwa sana hii. Teknolojia hali ya juu kabisa. Lakini teknolojia inakwenda pamoja na mtume na kutegemea nguvu za Mwenyezi Mungu. Hadha alladhi kana ya'rifu isma Allah al-azam, alikuwa akijua jina la Mwenyezi Mungu lilokuwa tukufu. Hal ikiwa ni hivyo au mwingine kwa sababu yote, kama walisema wengine alikuwa anajua ilmu Taurat, au walisema wengine kwamba walikuwa Khidr, au wengine wakasema Suleimani mwenyewe nafsi yake ndio alofanya. Riwayat chungu zima zimetaja kisa chungu zima ya siri ya kuweza kuleta kiti kwa muda wa kufumba na kufumbua, kiti chake cha ufalme. Tabani huyu ni mtume, na chochote Mwenyezi Mungu anataka kumfanyia mtume hufanya. Subhanallah. Kwa hivyo ikiwa man alladhi indahu ilmu min alkitab, ikiwa mwenye kujua ismullah al-azam, akiwa nani, hivi ndivyo ilivyonukulu aya kwamba Suleimani amepewa uwezo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kukihudhurisha kiti kile cha ufalme cha Bibi Bilqis kwa muda mfupi kabisa, na kikaja tena aliposema kwamba ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, nitakuletea kiti hicho kabla hujafumba na kufumbua. Hajasema basi niletee, au kisa kinakwenda moja kwa moja. Falamma raahu mustaqiran indahu, alipoona kiti kimetulia mbele yake, kiko kwake, pale pale kasema hadha min fadli rabbi, hii ni shukrani na kuonesha fadhila za Mwenyezi Mungu juu yangu. Na binadamu anatakiwa kila mara mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu la in shakartum la azidannakum, kila ukishukuru na kuzidishieni. Sio kushukuru unapopewa tu, bali kila wakati, kwa sababu kila wakati unapewa, unapovijua na usivijua. Anapopewa kitu na Mwenyezi Mungu lazima ashukuru. Na tena basi kushukuru huku pia na ufikirie kwa nini Mwenyezi Mungu amenipa hivi. Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani, ili anitie katika mtihani. Ashkuru am akfur, je, nitashukuru kwa kumtii zaidi au nitakufuru kwa kwenda kinyume na maamrisho yake? Kwa hivyo shukri ni njia ya kupata ziada. Kwa hivyo akasema, na kiti kiko pale, nitumie sasa teknolojia yangu nikibadilishe kiti, nitumie ujuzi wa kubadilisha kiti, kubadilisha rangi, kubadilisha baadhi ya mambo. Akaamrisha kifanye kazi hiyo. Qala nakiru laha arshaha, nakiru kifanye kisijulikane kiti chake. Nanzur, tutazame, atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun, je, ataongoka au atakuwa miongoni mwa wale wasiotaka kuongoka. Taban Nabii Suleiman anajua kwamba kuslimu kwake huyo bibi mwenye akili sana haitakuwa wepesi, kwa sababu lazima tumuoneshe Uislamu utukufu wake ili aweze kujua kwamba hii dini si maskhara, hajawa mjinga. Kwa hivyo lazima uoneshe uhodari wako ili wakuweza kumencourage na kumtia nguvu na kumkinaisha kwamba hii ni dini sahihi, ili apate kuslimu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika aya hii, qala nakiru laha arshaha, ibadilisheni mfumo wake ilivyo. Nanzur, tutizame, atahtadi, atapata hidayah ingia katika dini yake Kiislamu, am takuna min alladhina la yahtadun, au awe miongoni mwa wasiotaka kuongoka. Kwa hivyo ni naarifa hidayataha, tujue. Kwa hivyo hapa dini ndio inaonyesha kwamba nini inatuvutia katika teknolojia ya kisasa.
na alipokuja akaulizwa falamma jaat qila ahakadha arshuki, aya hiyo 42. Alipokuja naambiwa, je, kiti chako kilikuwa hivi? Hal arshuki yushbihu hadha, inashabihiana na hii kiti chako? Fahiya dhakiyatun, alikuwa hodari sana, mwenye akili sana. Jawabu yake hawezi kusema hichi laysa arshuha, si chake, au hawezi kusema hadha arshuha, kiti chake. La, yeye usemi wake, jawabu yake ilikuwa hajathibitisha wala kukanusha, lakini kauli aliyosema kaannahu hu, kama kwamba hicho ni kiti changu. Taban inataka uhodari sana kusema kauli hii, kwa sababu mtu yote, je, kiti chako hichi, angelisema hichi si changu, la hichi changu, lakini mbona hivi, lakini mbona lakini jawabu kaannahu hu, hajasema sicho wala akasema ndicho. Na hii inaonyesha uhodari wa huyo bibi namna gani alivyokuwa mwenye akili. Kwa hivyo taban وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يقول الله تبارك وتعالى من هاي tumepewa ilmu kabla hapo na tulikuwa Islam. Na kwa hivyo ilmu na Islam inakwenda pamoja. Al-ilmu, al-Islam yad'u ila al-ilm, Uislamu unakuita katika ilmu. Na ndio sababu ya kwamba kitu cha mwanzo kuteremka katika aya za Qur'an, kauli ya mwanzo iqra, soma, tafuta ilmu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kwa hivyo hapa ilmu ya Suleiman na ujuzi wake na uwezo wake aliopewa na Mwenyezi Mungu, utukufu wa ufalme wake, ilimsababisha huyu mwanamke akitaka asitake, alipofika kuoneshwa kitu chake akasema, akakubali, akaslimu pamoja na Suleiman. Na jambo jingine, sasa hivi kwanza kakiona kiti. Jambo la pili, sasa ingia katika kasri iliyokuwa kasri ambayo iliyotengenezwa kwa modern architecture. Unasema kwamba kitu chochote ambacho kitamshtua yule bibi aone kwamba hii kasri ni kana namna hivi. Kitu cha mwanzo kulikuwa na kutokana kasri yenyewe kwamba iko karibu na bahari na maji, na kasri ile unapita juu ya maji ili uingie kwenye jengo kubwa ambao inaitwa sarh. Qila laha udkhuli sarh, qila laha udkhuli sarh, akaambiwa ingia katika kasri. Tafadhali idkhuli al-qasri, ingia sasa. Wewe utaki kuamini, njoo tazame mambo ili tumalize mazungumzo yetu, tupate kujuana nini la kuamua baina nyinyi na sisi. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan, alipokuja akaona ile ujia ule korido unampeleka kwenye kasri. Hasibathu lujja, na lujja ni bahari, lujji ni bahari iliyokuwa deep, kama kwamba lujja yani kuna maji mengi. Hii kasri imejengwa kama nilivyosema baina bahari, inakwenda mpaka inaingia katika mlango wa kasri na kuingia ndani, na katika kuna maji. Kwa hivyo unapotaka kuingia naona maji yako chini yake. Bila shaka hapa aya inasema falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Alipoona hali ile kuna maji, alifikiri maji iko deep maji. Kwa hivyo akaona bora ainue nguo yake kidogo, akakashifu, akaonesha miguu yake, kwa sababu nguo yake isiroe. Ni ile story, mtu yote anapokuja kwenye maji atainua nguo yake ili nini, nguo isiroe na maji. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyotokezea, kwamba alifikiri kuna maji, lakini kwa ulimwengu wetu wa kisasa ukiona kwamba mtu anapita katika njia ambayo chini yake anaona kama maji, ni kama kwamba zimetiwa aina ya tiles, ambazo tiles zile unaweza kuona mpaka upande wa pili, transparent tiles, na ambayo imetengenezwa katika sehemu ya maji. Itakuwa inapita tiles zile, inaonesha maji chini ya tiles, lakini wewe unapita kwenye corridor ambayo imetiwa tiles ambazo transparent, na kwa hivyo
utaona kama kwamba maji yako juu ya tiles, kumbe maji yako chini ya tiles. Na hii kuonesha stage ya teknolojia iliyofikia wakati wa Suleiman. Hata inasemekana kamjengea Bilqis kasri kubwa sana ya ajabu. Huyo Bilqis ambaye alikuja kamuoa Malika Saba, na iko aqwal kwamba kamuoa inaha aslamat maa Suleiman, ameslimu pamoja na Suleiman. Kwa hivyo hii pia namna gani kwamba hii qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Hii ni njia imetiwa kama mfano wa tiles ambazo zimetiwa juu yake kama glass, vioo vya kuweza kuona upande wa pili. Innahu ma mughatta bizujaj shaffaf jiddan, maji yamefunikiwa juu na vioo, tiles za vioo ambavyo vinaonesha upande wa pili mpaka chini. Unaona kama kwamba ni maji, na ile reflection yake inaonyesha kama maji yako juu, kumbe maji yako chini ya tiles hizi. Na kwa hivyo ukitazama kwa wakati wa Suleiman na kuweza kupata kitu kama hichi, bila shaka utaona kwamba watu walikuwa katika hali ya teknolojia kubwa. Ikiwa majini walikuwa wakipiga mbizi katika deep sea na kuwaletea vitu vya thamani, maalmasi na vitu vinginevyo vya mawe ya thamani. Kwa hivyo usione ajabu kwamba Nabii Suleiman alikuwa na nyumba kama hii, na kwa hivyo alihisi Bibi Bilqis baada ya kuona yote haya kwamba yeye alikuwa katika makosa na kwamba yameidhulumu nafsi yake. Kwa hivyo akasema, qalat rabbi inni dhalamtu nafsi, قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. anayefanya vitu vyote hivi bila shaka lazima ana alaka kubwa sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amemteua na kumpa ilmu yote hii na uwezo wote huu. Hata ufalme wangu mimi Bilqis imekuwa si chochote mbele yake. Lazima huyu alikuwa na ukaribu mkubwa wa Mwenyezi Mungu na kuweza kumpa yote haya. Na aliposema mimi nimeslimu na Suleiman lillahi rabbil alamin, huu ni ufalme uliosalim amri mbele ya ufalme wa binadamu uliosalim amri mbele ya ufalme wa Mwenyezi Mungu, kwa kuona tofauti ufalme wake na ufalme wa Suleiman ambao unataalak na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dini yake ya Uislamu. Hapo hakutaka asitake, huyu bibi kwa hikma yake na ujuzi wake na ilmu yake alisema kwamba na mimi nimesalim amri, akaslimu pamoja na Suleiman lillahi rabbil alamin. Hadha wallahu a'lam.